Je, ungeamini kama ningekwambia kwamba kuna chakula cha mchana ambacho ukila mara kwa mara kinaweza kubadilisha mwili wako kwa njia ambazo hukutarajia? Watu wengi huamini siri ya afya nzuri ipo kwenye dawa ghali, virutubisho vya gharama kubwa na mazoezi magumu sana. Lakini ukweli ni kwamba moja ya siri kubwa zaidi ya afya njema ipo kwenye sahani yako ya chakula cha mchana. Kila siku mamilioni ya watu hula lunch, lakini wengi wao hawajui kuwa chakula wanachokula tumboni kinaweza kuwa sababu ya kuongezeka kwa uzito, uchovu usioisha, kisukari, shinikizo la damu na magonjwa ya moyo. Lakini kwa upande mwingine, lunch sahihi inaweza kufanya mwili wako uwe na nguvu zaidi, uchome mafuta kwa haraka, uwe na ngozi nzuri, uwe na kinga imara, uishi maisha marefu zaidi. Na jambo la kushangaza ni kwamba watu wengi tayari wanaweza kumudu chakula hiki bila kutumia pesa nyingi. Leo nitakuonyesha mabadiliko 10 makubwa ambayo yanatokea mwilini unapokula lunch bora kila siku. Lakini hakikisha unaangalia mpaka mwisho, kwa sababu badiliko la mwisho linaweza kuokoa maisha yako kwa miaka mingi ijayo. Utakuwa nami Daktari Lenny Komba. Kama ulikuwa bado kujiunga na chaneli yetu, bonyeza alama like, subscribe, kengele pembeni yake. Tuanze kuangalia uwiano sahihi wa sahani ya lunch. Kabla tujaanza, ni muhimu kujua jinsi sahani yako ya lunch inavyopaswa kuonekana. Nusu sahani, yani 50% ya sahani, inapaswa kubebwa na mboga za majani. Robo ya sahani, 25% inayofuata, iwe na protini kutoka kwenye nyama, maharage, samaki, dagaa. Robo sahani inayofuata, yani 25%, inapaswa kubebwa na wanga wenye afya. Na baada ya hapo unapaswa kuwa na tunda moja na glasi 1 hadi 2 ya maji. Mfano, mboga za majani, kuna mchicha, matembele, spinachi, mboga za majani ya maboga, kisamvu na mboga zingine ambazo zinapatikana katika mazingira yetu. Si lazima ziwe mboga za gharama kubwa. Kwenye protini kuna samaki, kuna kuku wa kuchemsha, kuna maharage, kuna dagaa. Kwenye wanga kuna wali wa kahawia, kuna ugali, kuna viazi, kuna ndizi, kuna magimbi. Lakini pia kwenye matunda yako matunda mengi sana. Unaweza kuchagua tunda moja, lakini pia maji yanajulikana. Naamini umeelewa kwenye uwiano wa sahani yako. Watu wengi sana unapofika muda wa lunch anapata chips moja anakuwa amemaliza. Kwa hiyo hatushauri iwe hivyo. Tunashauri sahani yako iwe na uwiano huu ambao tumeuelezea hapa. Faida gani ambazo utazipata? Mwili wako utakuwa na nguvu zaidi. Hii ni faida ya kwanza. Je, umewahi kula lunch alafu baada ya muda mfupi ukajikuta unataka kulala, unahisi mwili mzito, macho yameanza kufumba, kazi zinakuwa ngumu sana? Hii ni ishara kwamba lunch yako haikukupa nishati sahihi. Vyakula vingi vya mafuta mengi na sukari nyingi husababisha sukari ya damu kupanda kwa haraka na kushuka kwa haraka. Ndipo unapopata uchovu. Lakini lunch yenye samaki, maharage, kuku, mboga na wali wa kahawia hutoa nguvu polepole. Badala ya kupata nguvu dakika chache, unapata nguvu saa nyingi za kazi. Unafanya kazi vizuri zaidi ukiwa na afya njema, na ukiwa unafikiria vizuri zaidi, na mwili ukiwa umepesi. Faida ya pili ni mafuta ya tumbo huanza kuyeyuka taratibu. Moja ya matatizo makubwa ya zama hizi ni kitambi. Watu wengi wanahangaika kutafuta dawa za kupunguza tumbo. Wengine wanakunywa chai mbalimbali, wengine wanaruka mlo. Lakini siri kubwa ipo kwenye aina ya chakula unachokula. Lunch yenye protini nyingi na nyuzinyuzi nyingi hukufanya ushibe kwa muda mrefu. Unapokuwa umeshiba vizuri, hutamani soda, hutamani chipsi, hutamani vyakula visivyo na afya. Badala yake, matokeo yake mwili unaanza kutumia mafuta
yaliyohifadhiwa kama chanzo cha nguvu. Badala ya wiki kadhaa, unaweza kuona tumbo linaanza kupungua. Namba 3, ngozi yako itaanza kung'aa. Hebu fikiria, watu wanaanza kukuuliza, unatumia bidhaa gani ya ngozi? Lakini ukweli ni kwamba siri ipo kwenye chakula. Ngozi hujengwa kutoka ndani kwenda nje. Ukila lunch yenye afya, mfano matunda, mboga za majani, samaki na parachichi, mwili hupata vitamini muhimu zinazosaidia kutengeneza ngozi mpya yenye afya. Polepole utaanza kuona ngozi yenye mwangaza, ngozi laini na ngozi yenye afya zaidi. 4, ubongo wako utaanza kufanya kazi kama mashine, yani kazi kwa usahihi zaidi. Ubongo hutumia takriban 20% ya nguvu zote za mwili, lakini watu wengi huulisha ubongo wao chakula kisicho sahihi. Matokeo yake ni kusahau mara kwa mara, kupoteza umakini, kuchoka kiakili. Lunch bora yenye samaki, mayai, mboga za majani hupa ubongo virutubisho muhimu. Utaanza kuona umakini mkubwa, kumbukumbu bora, uwezo mkubwa wa kufanya maamuzi. Namba 5, kinga ya mwili itaongezeka. Kwa nini baadhi ya watu huugua mara kwa mara? Moja ya sababu kubwa ni lishe duni. Mwili unapokosa vitamini muhimu, uwezo wake wa kupambana na magonjwa hupungua. Lunch yenye machungwa, nanasi, papai na mboga mbalimbali huongeza kinga ya mwili. Mwili unakuwa tayari kupambana na bakteria na virusi kabla havijakuletea madhara makubwa. Namba 6, tumbo linafanya kazi vizuri zaidi. Watu wengi wanaishi na matatizo ya kuvimbiwa, gesi, tumbo kujaa, lakini hawajui chanzo ni chakula. Nyuzi ni kutoka kwenye maharage, mboga, matunda hufanya tumbo kufanya kazi vizuri zaidi. Utajisikia mwepesi, tumbo utakuwa na afya bora na choo kigumu kinapungua. Namba 7, moyo wako utaanza kukushukuru. Kila dakika moja, moyo unapiga mara nyingi bila kupumzika, lakini watu wengi huulisha moyo wao vyakula vinavyo uharibu polepole. Lunch yenye samaki, karanga, parachichi na mboga husaidia kupunguza mafuta mabaya kwenye damu. Mzunguko wa damu huboreka, hatari ya magonjwa ya moyo hupungua. Namba 8, sukari ya damu itadhibitiwa. Watu wengi hupata njaa kali muda mfupi baada ya kula. Sababu kubwa ni sukari kupanda na kushuka haraka. Lunch bora husaidia mwili kudhibiti sukari. Hii ni muhimu sana kwa wenye kisukari, walioko kwenye hatari ya kisukari. Mwili unakuwa na utulivu zaidi siku nzima. Namba 9, misuli itajengwa kwa haraka zaidi. Misuli si tu ya wanamichezo pekee. Kila mtu anahitaji misuli yenye afya. Protini kutoka kwenye samaki, kuku, mayai na maharage husaidia kurekebisha na kujenga misuli. Utakuwa na nguvu zaidi, mwili utakuwa imara zaidi na uchovu utapungua. Namba 10, unaweza kuongeza urefu wa maisha yako. Sasa tumefika kwenye mabadiliko makubwa zaidi. Madaktari wengi duniani wanakubaliana kwamba magonjwa mengi yanayotumiza leo yanahusiana na lishe. Magonjwa kama kisukari, shinikizo la damu, magonjwa ya moyo, unene kupita kiasi, mara nyingi huanza kutokana na uchunguzi mbaya au uchaguzi mbaya wa chakula. Lakini kila chakula cha mchana bora unachokula ni uwekezaji wa afya yako ya baadaye. Huenda usione matokeo leo, huenda usione matokeo kesho, lakini baada ya miezi au miaka kadhaa, mwili wako utakushukuru kwa maamuzi unayofanya leo. Mfano wa lunch bora: sahani yako iwe na nusu sahani mboga mbalimbali, robo sahani protini kama samaki, kuku, maharage, robo sahani wanga wenye afya, wali wa kahawia, ugali wa dona, viazi, tunda moja na maji ya kutosha. Hii ndiyo lunch wataalamu wengi wa lishe wanaishauri. Rafiki, mwili wako ni kama gari.
Ukiweka mafuta mabaya utapata matatizo, lakini ukiweka mafuta mazuri, gari litadumu kwa muda mrefu. Ndivyo ilivyo kwa mwili wako. Kila siku una nafasi ya kuchagua afya au magonjwa, nguvu au uchovu, maisha bora au matatizo baadaye. Anza leo kuboresha lunch yako. Huenda ikawa ndiyo hatua muhimu zaidi utakayowahi kufanya kwa afya yako. Na mimi nimejifunza jambo jipya leo. Andika kwenye comment section. Naanza kubadili lunch yangu leo. Nikutakie siku njema na Mungu akubariki.